Tumpigie mchungaji wetu makofi mazuri. Sioni kama hiyo yatosha. Unajua alisimama hapa saa ngapi? Ukiambia usimame hiyo masaa yote, kama vile anasema tunaketi na yeye amesimama, hayo ni masaa mengi. Bwana asifiwe. Tumpigie makofi mazuri. Bwana wabariki sana kwa sababu ya kutii. Nafasi hii ni nafasi ya matangazo. Naona leo ni kama hatuna wageni. Kwa majina naitwa Mama Rose Elda Esther. Nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni Bwana na amekuwa mwalimu na amekuwa Mungu mwema katika maishani mwangu. Asubuhi ya leo nasikia kumuinua hata kwa sababu ya nafasi hii, kwa sababu amenipa wakati mwingine wa kuwa katika nyumba ya Bwana. Kama vile tunavyoambiwa kila siku, si jitihada zetu hata tunafika mahali hapa kila Sunday na unakuwa wewe ni mzima wa afya, hiyo imegharimu mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Ndiposa tuko na shukrani zote kwa Mungu hata kwa sababu ya kutupa nafasi nyingine kutoka asubuhi hadi wakati huu. Najua ya kwamba siku ya leo imekuwa siku ya maombi na najua ya kwamba kila mmoja wetu ameweza kujiombea na kwa kweli tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Ni vizuri tuendelee kuomba mmoja na mwingine, tuombee nchi yetu, tuombee jamii zetu, tuombe. Kwa kweli mambo ni mengi ya kuombea na najua ya kwamba tutabarikiwa. Wacha niende kwa matangazo. Matangazo yetu ni kama hivi. Kutoka 6:30 mpaka 8 AM kuna kuanga na intercessory prayer. Wana intercessor wameulizwa kukuja mapema ili kuendelea katika maombi. Pia saa 2 mpaka saa 3 kuna kuwa na morning devotion. Hiyo ni maombi ya kila mmoja wetu, mmealikwa mahali hapa. Kutoka saa 3 mpaka saa 4 tumekuwa na Bible study. Ingawaje leo siku ilikuwa ya maombi hatukupata nafasi ya Bible study. Na kulikuwa na meeting ilikuwa inaendelea, so hatukuweza kuendelea katika Bible study. Lakini kutoka next week tutaendelea kufunzwa na ninajua ya kwamba mtakuja mapema ili muendelee kufunzwa na ninajua ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Kutoka saa 4 mpaka saa 7 ni main service ambayo tumekuwa tukiendelea nayo wakati huu. Pia kutoka saa 7 kunakuwa na meetings ambazo tumekuwa tukibaki. Kuna meeting ya wazee, wa mama na vijana. So nawaomba please, service ikiisha wacha tukutane kwa kila group ili tuweze kusemezana, kwa sababu mambo ni mengi na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Tujipe tu muda mfupi, hata kama shughuli ni nyingi, tuweze tu kubariki ili tuweze kusemezana. Weekend meeting Tuesday morning kutoka 6:30 mpaka 7:30 kuna kuanga na morning devotion. Hiyo ni katikati ya wiki. Wednesday men fellowship, Thursday ladies fellowship na pia Thursday bado kuna youth fellowship. Tangazo lingine ni ya kwamba tarehe 16 mwezi wa 8 kutakuwa na LCA Men Open Air pale Mwemuto. Ni tangazo la wazee. Tarehe 16 mwezi wa 8 mmealikwa na LCA yetu ya Mwemuto, kutakuwa na open air. Tarehe 16 pia mwezi wa 8 kutakuwa na youth rally pale Munyaka. Vijana wetu uweze kujitayarisha tarehe hiyo. Kuna rally, youth rally mahali pale Munyaka.
na theme ya wimbo utakuwa Love of God, ndio imenakiliwa. Pia tarehe 22 mwezi wa 8 Sunday school watakuwa na rally pale Gashie, na kabla hayo tarehe 9 mwezi wa 8 Sunday ambayo inakuja pia kuna mkutano wa walimu. Hiyo ni ya walimu wa Sunday school. Tarehe 9 mwezi wa 8 kutakuwa na mtakuwa mahali pale meeting yenu pale Gashie afternoon, masaa ya jioni. Tarehe 27 mwezi wa 8 pia kutakuwa na couple seminar ambayo itakuwa mahali pale Gashie. Wamama na wazee tuweze kujitayarisha kwa siku hiyo ili tuweze kufika mahali pale. Pia tangazo lingine ni ya kwamba next week group 1 ndio itakuwa ikiongoza, na hiyo group ni Genesis, ndio wataweza kutuendelesha katika mkesha na pia Sunday service. Kama vile tumetangaziwa kutakuwa na chai, so ukuja umejipanga kwa sababu ya hayo mambo. Pia tangazo lingine ni ya kwamba nimeulizwa na kiongozi wa group 1 baada ya ibada waweze kubaki ili waweze kusemezana, na najua ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Na hayo ndio matangazo yetu. Bwana awabariki sana na aendelee kuwatenda mema. Karibu. Tangazia vizuri. Najua kila mmoja ameelewa. Tunaugua kesha open air ya wazee ni date gani? 16. Youth rally date 16. Sunday school rally 22nd. Mkutano wa walimu wa Sunday school date 9. Hiyo yote ushike. Mtu ashike mahali palipo pake. God bless you so much na watende mema. Ile kitu sikuwa nimenakili pale ni kwamba tuna ubatizo mwezi wa 9. Tuna ubatizo mwezi wa 9 hapa. Kwa hivyo kama hujabatizwa ni vyema ukaweze kumuona our elder Chomba ili upeane jina lako pale mwezi huu wote wa 8, na ili mwezi wa 9 nitapeana mafunzo kuhusu ubatizo. Mwezi wa 9 nitapeana ubatizo, and then nitapeana kama Sunday 2, then Sunday ya 3 tuwe na ubatizo. Kwa hivyo kama hujabatizwa, hata kama uko na taswishi na ubatizo wako, kuna watu walimwagiliwa maji hapa, hiyo ni sembo, lakini tunataka ufunikwe, ufe pamoja na Kristo na ufufuke pamoja na yeye. Bwana asifiwe. So kama hujabatizwa, muone wa Elder Chomba na ataweza kukunakili, na hilo jina lako litafika na tutaweza kubatiza. Leo nimeharakisha sana kwa sababu kuna watu nilisikia wakisema kwamba hawabaki katika meetings ambazo tunakuwa nazo baada ya ibada kwa sababu ya kuchelewa. Na kwa hivyo tutakuwa tukiharakisha sana ili kusiwe hata mmoja ako na that nini hiyo inaitwa na kikwazo ama jina ingine nzuri kewatio translate kizuizi. Si kizuizi. Kisingizio. Kusema kwamba hatabaki kwa sababu ya kuchelewa. So nimejaribu sana nimalizie mapema, na hivyo ndivyo tutakuwa tukijaribu sana. Mambo yote tunayafanya kwa wakati. And that is why tuliondoa our service kuanzia saa 4:30 tukaleta mpaka saa 4 ili hiyo 1/2 hour iwe kutusaidia kwa mambo mengine. Bwana awabariki sana. Nataka tumalizie sasa, lakini kabla tumalizie, leo tulikuwa na soko
tulikuwa na soko, sijui itakuwa namna gani. Unakumbuka kuna wakati tulikuwa na fundraising ya 60,000 and 44,000. Unakumbuka tulikuwa na fundraising ya 104,000. Hiyo ni ya our budget ya the year ya LCA district and kaita namna gani? Hiyo ingine iko juu ya district na hizo namna gani? Hata nimechoka sasa, maneno imeisha. Regional office ilikuwa 60,000, na kwa hivyo hatukuweza kutimiza zote. Tuliweza kutoa I think 80 something money, na kwa hivyo leo mkiweza kunipatia 20,000 hadi nazo kwa mkutano, nitafurahia sana. Hiyo mambo tufunge. So leo tulikuwa na soko, at least whatever you have, I know you have given whatever you had, lakini kama kuna kitu imesalia kwa mfuko wako, si unipe ili nao kwa mkutano siku ya leo. Tuko na kuku tunataka kuuza. Nani atatuuzia kuku leo? Last time Baba Stella alifanya kazi nzuri sana. Nani anasema hata siku ya leo atuuzie? Ni mzee wetu, lakini sasa tumtumie. Nani alisema last time alituuzia vizuri? Haya, hamkutaka atuuzie? Watu wako. Nani hataki atuuzie leo? Wale wengine mkono wameshida. Baba Stella, Bwana asifiwe. Simama. Baba Stella, simama tu. Utusaidie. Tuliona uko na skills nyingi sana. Tuuzie hii kuku. Kuja. Tumpigie makofi. Eje mkati hapo. Bwana asifiwe. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hakujambo. Ombi moja ambalo tumekuwa nalo ni kwamba Mungu atuwezeshe. Praise the name of the Lord. Kama vile mchungaji amesema, katika boma yako na yangu kuna matarajio mengi sana, kuna mahitaji mengi sana, lakini ikija, si ni mimi tu naangaliwa na familia yangu, na wewe unaangaliwa kwako, na hao kanisani ni mimi na wewe. Praise the name of the Lord. Na Musa wakiongea na Mungu wakati anataka kujengea Mungu a sanctuary, Musa aliambia Mungu